Wewe mwanamke ambaye uko ndani ya ndoa, usitoke nje ya ndoa yako hata mume wako ikitokea amekusaliti. Ninasema hivyo kwa sababu shida ya wanaume kutoka nje ya ndoa kwa kweli ni kubwa. Ni maombi yangu ambayo nimekuwa nikiomba mbele za Mungu kila siku, aturehemu katika jambo hilo. Uzinzi umekuwa tatizo kubwa. Na ninamuomba Mungu na niwaombe wachungaji na watumishi wa Mungu wa elimu mbalimbali, tuendelee kufundisha na kutia moyo wanaume ili watoke katika changamoto hiyo. Nikiongea na wanawake kadhaa, wanapozungumza na waume zao inaonekana kama vile ni kifungo ambacho wanaume wanakuwa wamefungwa mara kwa mara. Kwa hiyo mwanamke, naomba Mungu akutie moyo kwamba usitoke kwenye ndoa yako hata pale ambapo mwanamume wako, mume wako ametoka yeye na kuanza kukusaliti. Nasema hivyo kwa sababu wanawake kadhaa ninaozungumza nao, hayo ndio mateso wanayopitia waume zao kutoka nje ya ndoa. Wanawake kadhaa ninaozungumza nao wanaojikuta wameangukia kwenye uzinzi pia wametoka nje ya ndoa, huwa ni baada ya waume zao kutoka nje ya ndoa, kutokana na maumivu kwenye mioyo yao kwa kusalitiwa, kwa kukosa uaminifu kwa waume zao, nao wanakwenda wanatoka nje ya ndoa. Kwa hiyo ninakutia moyo uwe na tunda la uaminifu hata pale ambapo mume wako ametoka nje ya ndoa. Na utaweza kuwa na tunda hili pale ambapo utakuwa unapanda neno ndani yako kila siku. Kwa hiyo majira ya kupitia kwenye machungu, majira ya kupitia kwenye usaliti wa mume wako, katika hayo majira ukiwa unapanda neno kila siku ndani yako, tunda la uaminifu litazaliwa na litakutia moyo, utavuka salama katika majira hayo bila wewe kuanguka kwenye uzinzi. Sasa hapa wapo vijana, mabinti ambao wamejiruhusu kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na kuingia kwenye uasherati wakiwa na umri mdogo. Kwa maana hiyo wanakuwa wameumizwa kiroho, wameumizwa nafsi, wameumizwa kimwili. Matokeo yake hawa huwa wanaendelea kukosa uaminifu mara nyingi sana kwenye ndoa zao. Hata wewe kijana, binti unayenisikiliza, nikutie moyo, kama hujaingia kwenye mahusiano, usiingie kwenye mahusiano kabla ya ndoa. Kama uko kwenye mahusiano, usiruhusu uasherati kabla ya ndoa, kwa sababu hayo maumivu huwafanya watu wengi pia wanaendeleza uasherati. Hawaheshimu. Biblia inasema ndoa na iheshimiwa na watu wote. Kutokana na kwamba hawajaiheshimu mili yao, wamekuwa katika uasherati toka wakiwa na umri fulani kabla ya ndoa na mwanaume mmoja, wawili, watatu. Inakuwa ni rahisi kwao kutoheshimu hata vitanda vyao vya ndoa. Wanaweza kutoka tu nje ya ndoa zao. Kwa wewe ambaye umejikuta katika hali hiyo, tayari ulishakuwa kwenye uasherati kabla hujaingia kwenye ndoa, umekutana na mwanaume mmoja, wawili, watatu, tafadhali shirikiana na watu wa Mungu, watumishi wa Mungu, watafute, zungumza nao. Unaweza kutupigia simu pia, tutazungumza na wewe ili uweze kufanyiwa huduma ya kufunguliwa na uponyaji wa ndani kwa maumivu uliyoyapata, ili uimarishwe tena, usiruhusu tena uasherati katika maisha yako, ili unapoingia kwenye ndoa uweze kuheshimu kitanda chako, uweze kuheshimu ndoa yako, hata pale ambapo unajikuta huyu mwanamume amepigwa na shetani, katoka nje ya ndoa, amekuumiza, lakini bado usiingie kwenye uasherati. Kwa sisi tuliomo ndani ya ndoa imekuwa shida sana. Wanawake sehemu kubwa wanaotoka nje ya ndoa ni baada ya waume zao kutoka nje ya ndoa. Wanawake hata waliokuwa waaminifu, kutokana na maumivu, naye anatafuta kwenda kujifariji. Wengi ameangukia kwenye uasherati na wanaita ex wake, yani boyfriend aliyekuwa naye kabla ya ndoa, kwa sababu mara nyingi huwa wanajaribu kuwapigia simu wakitafuta kufarijiwa, kama bwana ninayapitia haya. Inakuwa shida baadaye. Na wengine wametafuta tu kwamba, wengine wametafuta kabisa kulipiza kisasi, na mimi ninatoka. Lakini wengi hawatafuti kulipiza kisasi, wanatafuta faraja. Katika kutafuta faraja kwa mwanaume mwingine, kwa maana anaona huyu mwanaume anipendi, anatafuta faraja kwa mwanaume mwingine, wanaangukia kwenye uasherati. Wanaotafuta kulipiza kisasi, wanaoangukia kwenye uasherati wote, baada ya muda huwa utagundua, mwanamke unayefuatana na mimi, kama umepitia hali hiyo, utagundua baadaye na kuongezea maumivu tu. Haisaidii. Kulipiza kisasi ya kusaidii, kutafuta mwanamume mwingine ya kusaidii, inakuumiza tu. Kwa sababu umemtafuta huyu mwanamume kwa sababu umeumizwa na mume wako, unaongeza maumivu mengine. Ni kukimbilia kwenye kusali na kupanda neno ndani. Tunda hili la uvumilivu litajitokeza, tunda la upole katika hali hiyo litajitokeza, lakini tunda la uaminifu litajitokeza endapo unaweka bidii kupanda neno. Unapojikuta mume wako katoka ndani ya ndoa na wewe mwanamke unatoka ndani ya ndoa, aidha kwa kulipiza kisasi, kwenda kutafuta faraja, inamaanisha kwamba tunaliona tunda linalozaliwa ndani yako
Tunda hilo linatokana na mbegu unayoipanda ndani yako. Kama ndani yako ulikuwa unapanda 50-50 mapambano, hapo ndipo tunaona na wewe 50-50 unaenda kwenye uzinzi. Hilo ni tunda la mwili, ni tunda linalofanana na baba yake ambaye ni Shetani, ndiye uliyezaa naye hilo tunda. Ukiwa unapanda neno ndani yako kila siku, hata mume wako ameanguka kwenye uasherati, neno unalopanda ndani yako litakuzalia upole, litakuzalia uvumilivu, litakuzalia uaminifu. Tutaliona hilo tunda la uaminifu likionekana ndani yako. Juzi nilikuwa nazungumza na mwanaume mmoja ambaye aliondoka katika mahusiano ya ukaribu na mke wake kwa miaka 14 akiwa na mwanamke mwingine. Alirudi baada ya hiyo miaka 14 hadi 16 hivi. Nilipomuuliza ni kwa nini ulirudi, anasema kitu kimoja ambacho nilikuwa najua ni kwamba mke wangu alikuwa mwaminifu. Na kipindi mimi nipo kule nilikuwa sina ushirikiano na mke wangu. Na anasema mke wake alikwenda kuomba ushauri wa namna fulani kwa rafiki zake, baadhi ya rafiki zake. Katika kuomba ushauri, wale rafiki zake wakawa wanamtaka mke wake. Na mke wake akawa anawajibu kwamba mimi nina ndoa yangu. Sasa wale marafiki zake alikuwa anakunywa nao pombe huyu mwanaume. Sasa wakiwa kwenye kunywa pombe, wale marafiki zake wanamwambia, yule mwanamke wako yule sijui ni wa namna gani, eti mpaka leo anasema ana ndoa wakati wewe huna mpango naye. Kila siku kazi yake mimi nina ndoa yangu, mimi nina ndoa yangu, wakati wewe huna mpango naye upo huko. Kwa hiyo rafiki zake walikuwa wanasema hayo maneno. Akawa anagundua kumbe wale marafiki zake wanamfuatilia mke wake. Na mke wake anatambua mimi nina ndoa yangu, japo kuwa hakuwa anapata huduma hiyo toka kwa mke wake. Na anasema hicho kilimfanya alifika wakati akaamua kurudi kwa mke wake. Kwa sababu mke wake alikuwa anajitambua, alikuwa na tunda la Roho. Na ni kweli huyu mwanamke wakati wa machungu yake aliongeza bidii kuimba kwaya. Wakati wa machungu yake ya kusalitiwa na mume wake aliongeza bidii kutumikia kanisani, na kwa kweli tunda la uaminifu lilikuwepo ndani yake. Na siku moja lilimuinua mume wake akaamua kurudi kwenye ndoa yake na wakaendelea vizuri. Kama wewe ni binti bado hujafunga ndoa, uko kwenye mahusiano na mwanaume mmoja, usiende kutafuta mwanaume mwingine. Mabinti huwa nawaambia kwamba ukitamka neno kwamba nimekukubali kwa kijana mmoja, usiwe tena na kijana mwingine. Mungu anaheshimu mahusiano kuanzia muda unapotamka mwanamke kwamba nimekubali kuwa na urafiki na wewe kwa makusudi kwamba tuelekee kwenye ndoa baadaye. Kwa hiyo kama tu umemtamkia kijana mmoja kwamba nimekubali, usianze mahusiano na mtu mwingine. Kama huyu mmoja akakushinda, akisha unamaliza, mnamueleza kwamba naona imeshindikana, mnaachana, unakuwa na mahusiano na kijana mwingine. Kwa kuwa nazungumza na wanawake, nimesema hivi, lakini ningekuwa nazungumza na mwanaume, kijana wa kiume ningekueleza hivyo hivyo pia.